Okay. Tukiachana na habari za Yanga pamoja na Aziz Ki, tunayo habari nyingine ambayo naweza nikasema ni kubwa kwa siku ya leo. Inatoka katika upande wa pili, wapinzani wa Yanga hawa ni Simba. Klabu ya Simba imetangaza kufikia makubaliano ya pande zote ya kuvunja mkataba na kiungo mshambuliaji raia wa Kenya Mohamed Bajaber. Bajaber alijiunga na Simba katika dirisha kubwa la usajili wa msimu wa mwaka 2025-26 na akitokea Kenya Police. Hata hivyo, majeraha ya mara kwa mara yalimzuia kutumikia timu hiyo kwa kiwango kilichotarajiwa, akakosa sehemu kubwa ya msimu. Sasa taarifa hiyo kupitia taarifa rasmi ya Simba inasema kiungo mshambuliaji Mohamed Bajaber hatakuwa sehemu ya kikosi chetu kuelekea msimu mpya baada ya kufikia makubaliano ya pande zote ya kuvunja mkataba. Uongozi wa klabu unamtakia kila laheri na mafanikio katika maisha yake mapya ya soka nje ya Simba. Wakati huo Simba inathibitisha kumtoa kwa mkopo wa mwaka mmoja kiungo mshambuliaji Saleh Karabaka kwenda Pamba Jiji kwa ajili ya msimu mwaka 2026-27. Karabaka alicheza kwa mkopo katika klabu ya JKT Tanzania msimu wa mwaka 2025-26 ambapo alionyesha kiwango kizuri kwa kufunga mabao 8 katika ligi kuu ya NBC. Alimaliza akiwa na mfungaji wa pili wa timu hiyo nyuma ya Paul Peter aliyefunga mabao 9. Sasa tukiachana na Karabaka, mimi nataka tusalie hapa kwa huyu mshambuliaji Bajaber kwa sababu ni taarifa ambayo imeonekana ni kubwa sana kwa upande wa Simba. Kumwacha Bajaber kwa sasa, unafikiria kuna iathiri vipi timu ya Simba? Simba hasara ni inaweza ikawepo kwa sababu kuna kitu ambacho akinaga hasara kipo, japokuwa bado naona Bajaber alikuwa na mchango mkubwa kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Naweza nikasema kwamba asilimia kubwa unaweza kusema kwamba sidhani kama Simba atakuwa wana hasara kubwa, japokuwa inaweza kuwepo kwa sababu ni mchezaji ambaye nafikiri hata magoli 5 hajafikisha kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, lakini bado nilikuwa naona kwamba kwenye issue nzima ya assist, kwenye issue nzima ya ufungaji, japokuwa magoli yalikuwa machache, ila bado nilikuwa naiona anayofa timu. Kwa hiyo hasara ya kwanza ni ndio hivyo kwamba ni mchezaji ambaye alikuwa anajua kujiposition hususan kwenye eneo la midfield. Unazungumzia namba 10, namba 8, namba 6 pia. Mchezaji ambaye alikuwa anaweza kucheza mwanza in position, hicho ni kitu ambacho alikuwa anakifanya mtu kama Mohamed Bajaber, lakini pia wana Simba walikuwa na matarajio makubwa. Kwa hiyo hasara nyingine ni kwamba yale matarajio makubwa ambao walikuwa nayo fan base wa Simba Sports Club wameshindwa kuweza kuona kile kitu ambacho walikuwa wanatamani waweze kukiona na waweze kukionyesha akiwa kwenye kikosi cha Simba Sports Club. Nafikiri sehemu kubwa ambayo imemfanya Bajaber aweze kuondolewa ndani ya Simba Sports Club ni injury, kwa sababu amekuwa na majeraha mengi sana ambayo mpaka yamempelekea ups down nyingi kutokana kwenye mechi kadha. Hicho ni kitu ambacho pia kimeonekana kuwa gumzo sana katika upande wa Simba Sports Club, kwa sababu unaizungumzia Simba, among of the best top club in Africa, vile vilabu 5 bora barani Afrika, lazima Simba Sports Club iwe. Lakini unamchezea mtu kama Bajaber haonekani pia kwenye pitch, haonekani pia kwenye games za kimataifa, international class games ambazo zinamhitaji. Kwa hiyo bado unaona kwamba athari zipo, lakini sio nyingi kama faida ambayo Simba atakuwa ameipata. Kwanza unatolewa mchezaji, unaleta wachezaji wengine, hicho ni kitu ambacho kinaweza kutengeneza kama big advantage katika upande wa Simba Sports Club. Lakini kwa wengine naweza nikasema kwamba ni mchezaji ambaye alikuwa top midfield, lakini alikuwa na uwezo mkubwa, lazima tukubali, ila kuisaidia Simba Sports Club. Kwa nini? Kwa sababu injury ambayo alikuwa nayo, na tulikuwa tunatamani tuendelee kumuona zaidi kwenye mechi kadha hususan kwenye mechi za kimataifa, NBC Premier, kwa sababu mchezaji ambaye amekuja kuweza kuonesha ushindani hususan kwenye mechi za kimataifa, competition ya mechi za kimataifa, lakini hatujaona kile kitu ambacho tulikuwa tunahitaji tuweze kukiona. Kwa hiyo kwa Simba kumwacha Bajaber, kwa mimi naweza nikasema yes, ana deserve kuweza kuondolewa kwenye ule mfumo wa wachezaji ambao wanahitajika kuendelea kuwepo kwenye msimu 2026-2027 chini ya kocha Steve Barker, ambaye pia anajua namna gani ambavyo anaweza kata wachezaji wengine ambao tushaanza kuwaona ambao wameingia kwenye mfumo wa kocha ndani ya Simba Sports Club. Kwa hiyo namtakia kila la heri Bajaber. Ahmed Ally ambaye ni msemaji wa Simba alikuwa amekuja Bajaber pale, alitamba sana. Mwisho wa siku ndo kimetokea kama hivyo,
ikawa kwamba ana injury na nini. Bajabel kiwango chake kilikuwaje? Kiwango chake kilikuwa ni kizuri, sio kwamba nakipinga. Ila sasa shida inakuja pale kwenye issue nzima injury. Yaani kiwango kilikuwepo tulikuwa tunakiona, lakini sasa mchezaji haonekani nje pitch. Kama haonekani timu sasa utolewe kwa mkopo au uondolewe pia kwenye mfumo wa mwalimu au wa klabu pia, kwa sababu wapo wachezaji wengine ambao wanahitaji nafasi ya kuweza kurecover nafasi ya Mohamed Bajabeli, kwa sababu tunaamini kwamba ni mchezaji ambaye ameonyesha kiwango cha hali ya juu akiwa kwenye klabu ya Police Tanzania Kenya, kwenye ligi ya Kenya. Amekuja Simba, tukawa na matarajio makubwa kama wachambuzi wa michezo, sio mashabiki wa Simba, wadau wa soka pia. Hatukuona kile kitu ambacho tulikuwa tunakitaji tuweze kukiona kwa Mohamed Bajabeli. Kwa hiyo kwa msemaji wa Simba Ahmed Ally, naweza nikasema kwamba yes, kwa sababu ni sehemu ya kuzungumza, lakini kwangu mimi naweza nikasema kwamba wachezaji wanaweza kupatikana, kwa sababu mchezaji ambaye alikuwa anaweza kucheza namba 6, namba 8, namba 10. Namba 6 pale una mtu kama Yusuf Kagoma ambaye yupo kwenye kosi ya Simba Sports Club. Ameongezeka mtu kama Kevin Nasho ambaye pia ana uwezo mkubwa. Anazungumza mtu kama Lamine Camara kutokea RS Berkane, japokuwa bado hajawa confirmed news, ni tetesi tu, lakini bado namba 8 pale kuna wachezaji pia ambao wana uwezo mkubwa ndani ya Simba Sports Club. Ukienda pale namba 10 ndio top midfield ambao wamejazana pale, wakina Chama, wakina Mpanzu, wakina Anicet Ola, wapo pale kwenye nafasi ya namba 10 ambayo alikuwa anacheza mtu kama Bajabeli. Kwa hiyo kwa Simba naweza nikasema kwamba amedeserve tu kuweza kuondoka kwenye mfumo wa mwalimu ambaye ni Steve Barker. Na mtazamaji wa Ahadi TV, huyo ni Aidan Jeremiah, mchambuzi wa masuala ya kimichezo. Nilikuwa naye katika kuchambua habari hizi mbili ambazo ni kubwa kwa siku ya leo, ambazo nimeamua kukuletea, ikihusiana na habari tulioanza nayo ya Aziz Ki pamoja na hii tuliomaliza nayo ya kutoka Simba ya Mohamed Bajabel kuvunjiwa mkataba au kumalizana na klabu ya Simba. Hii ni Ahadi TV. Usisahau kuacha kusubscribe, kulike, comment pamoja na kushare. Mimi naitwa Abdallah Juma, tukutane wakati mwingine.